Na kusalimu asubuhi ya leo mpendwa na rafiki yangu, nami ni kuombe tushirikiane neno la Mungu asubuhi ya leo. Na ujumbe wetu kichwa chake kinasema, vyote vinaweza vikatoweka, lakini wema wa Mungu hautaweza kutoweka. Kitabu cha Isaya mlango wa 54 na mstari wa 10. Maana milima itaondoka na vilima vitaondolewa, bali wema wangu hautaondoka kwako, wala agano langu la amani halitaondolewa, asema Bwana. Mpendwa na rafiki yangu, asubuhi ya leo, kama nilivyotangulia kukuambia, kuna vitu vingi vinaweza vikatoweka kwenye maisha yako. Kuna watu ambao wanaweza kuwa karibu na wewe, lakini wakakuacha ama ukawapoteza. Unaweza kuwa ulikuwa na fedha nyingi, lakini zikapotea. Ila maandiko yanatuambia vyote vinaweza vikaondolewa, vinaweza vikaondoka, lakini wema wa Mungu unaoweza kukusaidia na kukuhifadhi hauwezi kuondoka kwenye maisha yako. Fadhili hizo za Mungu haziwezi kuondoka kwenye maisha yako. Ndipo katika Zaburi sura 23 mstari wa 6 anasema, hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Hakuna kitu kikubwa katika maisha ya mwanadamu kama wema wa Mungu kuwa juu ya maisha yake. Maana unaweza kuwa huna chochote, lakini wema wa Mungu ukawa juu yako. Ndio maana Musa anamwambia Mungu akiwa pale mlimani, wema wako usitoweke juu ya maisha yako. Wema wako uende pamoja na mimi. Maana alifahamu wema wa Mungu ukienda na yeye, ndoto zake zinaweza zikatimia. Na si wema tu, anasema hapana, hata agano la amani halitaondolewa. Kwamba unaweza ukapoteza kila kitu kwenye maisha yako ya kibinadamu, lakini wema wa Mungu hautaondoka juu yako. Wema wa Mungu uliweza kumuhifadhi Ayubu. Hakutarajia kupoteza vitu alivyokuwa navyo, lakini wema wa Mungu ulimshikilia kwenye maisha yake. Mpendwa na rafiki yangu, natamani asubuhi ya leo wema wa Mungu uwe juu ya familia yako. Wema wa Mungu uwe juu ya kazi ya mikono yako. Kila unapopata neema ya kukanyaga, wema wa Mungu uwe juu yako. Wema wa Mungu ukiwa kwenye maisha yako, ni ulinzi wa kimungu umekuwa juu ya maisha yako. Ndio maana narudia kusema, Daudi akasema, katika pito langu wema wako na fadhili zitanifuata siku zote. Ule wema wa Mungu ukimfuata, inamsababishia akae mikononi salama, ajihisi yuko salama. Kwa nini? Kwa sababu wema wa Mungu uko juu yake. Ni maombi yangu asubuhi ya leo kwamba wema wa Mungu sipunguke juu ya uzao wako. Wema wa Mungu sipunguke juu ya utumishi wako.
Wema wa Mungu usipunguke juu ya kile unachokifanya kwa ajili ya maisha yako. Wema wa Mungu ukusaidie. Na tuombe. Mungu mwaminifu, mtakatifu, Mungu uliye hai, ninakushukuru kwa asubuhi ya leo ambayo umetupatia. Asante kwa mtoto wako huyu uliyemuumba kwa mikono yako. Ninaomba ule wema wako unaweza kuleta mabadiliko kwenye maisha ya mwanadamu, iwe juu ya maisha yake sasa. Wema wako mfunike na kumlinda, uonekana kwenye maisha yake kwa kila wazo, kwa kila hatua, na uwe Mungu kwake na tumaini lake, katika jina la Yesu Kristo, amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew, Arusha, Tanzania.